Niseme kwanza swala katiba mpya ni swala la kitaifa. Nikupe tu jambo moja ulione kwamba mtoto aliyezaliwa 77 mpaka leo ni yule yule. Alizaliwa 77, hajui kutembea, hajui kukaa, hajui kutambaa, hajui kuvaa nguo. Leo kavaa nguo, umri wake ni mkubwa, ana wejukuu. Mtoto huyu maana yake anahitaji mabadiliko, alishakuwa mtu mzima. Maana yake hawezi kuendelea kulala na baba yake sehemu moja wala mama yake. Kwa katiba hii iko sasa, kwa sababu ni ya mwaka 77, inatakiwa marekebisho, na hasa ukizingatia tuko kwenye mfumo wa vyama vingi. Na swala la katiba kwa sasa sio swala tena la chama kimoja. Ili swala la katiba limekuwa ni swala la kitaifa. Na kwa sababu ni swala la kitaifa, ni lazima tupate katiba. Na Mheshimiwa Rais juzi ametamka kwamba baada ya haya maridhiano tutakwenda kwenye katiba mpya. Kwa katiba mpya kwa sasa niseme mimi kwa sababu juzi nilikuwa kwenye kile kikao cha rais, na alituahidi kabisa yeye mwenyewe kwamba baada ya hizi kamati hii tume iliyoundwa juzi kumaliza kazi yake, mwelekeo sasa ni kwenye katiba mpya. Kwa hiyo tusubiri tuone kwamba kile tulichoambiwa na wenzetu ambao wako kwenye utawala kwamba baada ya tume hii ni kweli tunakwenda kwenye katiba au hatuendi. Na bahati nzuri na wao ijapokuwa kuna wakati waliandika kwenye ilani yao na wakati huu tena wameiandika kwenye ilani yao, nafikiri kwa hali ya nchi ilivyo, siamini kama naweza kuikosa katiba mpya. Sababu sasa watu wanaona suluhisho pekee la msaada wa nchi ni katiba mpya. Na mimi niseme katiba mpya ni lazima ipatikane, kwa sababu tunahitaji mabadiliko, tunahitaji kuwa na kitu ambacho wananchi wenyewe wamekiridhia kwa pamoja. Sababu hii katiba ya mwaka 77 maana yake waliridhiana watu wa miaka hiyo. Kwa kuna kizazi kipya hapa kimepatikana, kuna generation mpya hapa. Tunasema kuna Gen Z wanahitaji kuona na wao sasa wanashirikishwa kupata katiba ambayo inaendana na wakati wa sasa. Sio kwa ajili ya Gen Z tu peke yao, katiba inayoendana na wakati wa sasa. Katiba ambayo itatusaidia sana kwenda kwenye kuondoka kwenye kama haya mambo tumeyasema hapa, mamachinga, kunyanyaswa, watu kuonekana kama sio wenye nchi yao, kuja wageni wanakaa kiholela. Nafikiri umeona malalamiko mengi ya katiba yamekuja baadhi ya watu na mimi nikiwemo kuona kwamba katiba iliyopo ya mwaka 77 inayo mapungufu, na hilo halibishiki kwa mtu yoyote, halibishiki. Sio tu kwenye mamlaka ya rais, inayo mapungufu hata kwenye mambo ya utawala. Kuna mapungufu hayo. Sasa kwa sababu kuna mapungufu mengi kwenye hiyo katiba, ikiwemo na pamoja na mfumo wa vyama vingi, kumekuwa na mapungufu ndani ya katiba yetu. Kwa tunahitaji katiba sasa ambayo itakuwa inaweza kuweka balance maeneo yote, upande wa mtawala, upande wa watawaliwa na upande wa vyama vya siasa. Kwa sababu tunaona katiba hii iliyopo kila mmoja anaipigia kelele. Sasa kama kikelele zimetosha kwa kweli, lakini pia majibishano ya katiba yametosha kwa kweli. Twende tukapate katiba mpya ambayo ndio mkataba kati ya serikali na wananchi. Hiyo ndio katiba. Sababu katiba ni mwongozo. Mtawala anaongozaje? Na katiba inatokana na wananchi wenyewe. Ndio maana ikapatikana inaitwa katiba ya wananchi. Kwa tunahitaji kupata katiba ambayo itakuwa na usawa wa kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Hii imechukua miaka mingi, na mimi wanasema sio 77 peke yake, ni tangu tumepata uhuru tunayo hii katiba. 77 waliweka tu viraka kidogo, na baadaye ndio ikaitwa katiba ya mwaka 77. Kwa hiyo ni katiba ya muda mrefu tangu tumepata uhuru mpaka leo ipo. Tumeongeza tu baadhi ya mambo na kupunguza mengine. Kwa tunahitaji katiba ambayo itakwenda kuwa na usawa, ambayo kila mtu atakuwa anaamini kweli katiba hii haina mapungufu, ila tufaa wote. Ijapokuwa nataka niwakumbushe Watanzania na kitu hawakijui sana. Mimi wanasema katiba peke yake haitoshi kusema kwamba ikija inaweza ikaleta uchaguzi wa huru na haki. Katiba peke yake haitoshi kusema kwamba anayeweza kaongoza itatosha kumfanya kwamba akiwepo pale asiweze kufanya mambo mengine. Tunaona Kenya pale wana katiba mpya, lakini bado matatizo ni mengi. Mimi nimekuja na ushauri mpya. Tunataka katiba mpya ikisha kuwa tayari tuwe na mahakama ya katiba. Kwa nini nasema tuwe na mahakama ya katiba? Ni kwa sababu unapokuwa na katiba, mtu akaivunja katiba na ana mamlaka kwenye serikali, hawezi kushtakiwa. Lakini ukiwa na mahakama ya katiba, mtu akivunja katiba bila kujali nafasi yake, awe ni rais, awe ni mkurugenzi wa usalama wa taifa, awe ni mkuu wa mkoa, awe ni waziri, atakwenda kushtakiwa kwenye mahakama ya katiba. Na hiyo katiba itakuwa na heshima kuliko katiba yoyote. Kwa hiyo mimi nisema Watanzania, pamoja na kwamba tunahitaji katiba mpya, lazima tulete mlinzi wa katiba mpya ambaye atakuwa ni mahakama ya katiba.